Kisha Yohana alionyeshwa mnyama wa mwisho wa unabii, mwenye pembe mbili kama kondoo, anenaye kama vile joka, naye aifanya dunia yote na watu wengi wamsujudie yule mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake lilipona. Ni mnyama wa ajabu, afanyaye ishara za kutisha, anafanya moto ushuke kutoka mbinguni uje juu ya nchi, ya wanadamu wengi wakoseshe kwa kutumia ishara. Masikini, matajiri, kwa wasomi wengi wamechukuliwa naye. Kupulizia pumzi ni sanamu inene ya kushangaza, na kuwafanya wasiosujudi sanamu ile wauawe. Wakubwa kwa wadogo, matajiri na masikini wengi, watiwe chapa katika paji zao na katika mikono yao. Mnyama wa mwisho aliyeonyeshwa Yohana ni Marekani, mfano wa kondoo, ni kuonyesha uchanga wa taifa hili. Taifa la Marekani lilitofautisha mambo mawili kati ya dini na serikali, ndiyo maana ya zile pembe mbili. Ni taifa la ajabu ifanyalo mambo mengi ya kutisha. Miujiza ya kishetani ilianzia nchini Marekani. Kutoka mbinguni eti ndilo Roho Mtakatifu, roho gani awafanya wanene lugha zisizoeleweka? Mitume wake Yesu walinena lugha za wanadamu, Wayahudi, Waarabu na Wazungu na kabila zote waliwaelewa. Ona twawasikia wakinena lugha zetu za asili, kama kweli wanena kwa lugha, uhakikishe watu waelewe. Ni nguvu ya Marekani ifanyayo muungano wa makanisa, na kuwalazimisha watu waabudu siku ya kwanza ya juma katika paji zao. wale watu Watakaoipokea ibada ya siku ya kwanza ya juma kwa hiari yao wenyewe, kwa mkono wa kuume. wale watu Watakaoipokea ibada ya siku ya Jumapili kwa lazima, kwa kulazimishwa. Jaribio